Jina maarufu naitwa Hope, lakini naitwa Tumaini Paul Soyala. Mimi ni dereva wa watalii, na siku ya wanawake kwa kweli nilikuwa very excited. Kwanza kitaifa inafanyika Arusha. Kwa hiyo nimefurahi sana, na pia nimefurahi shamra zimeanza mapema, watu wanafurahi, watu wanajitema. Naona watu wanatoa ushirikiano wa kutosha. Na pia haijawahi kufanyika ya namna hii Arusha. Hata kama tujafika kwenye kilele, lakini ni babu kubwa, maandalizi ni makubwa sana. Niko na enjoy it. Moja, kuendeshwa na mwanamke kunaongeza utulivu kwa kutokana na umakini ambao anakuwa nao. Upupa na hulka ambao wanaume tunayo ya kusema ngoja niondoke, ngoja niende, ngoja nipite, ngoja ni overtake. Mwanamke anapiga hesabu nyingi sana. Na mwanamke anapoendesha gari ni kama vile anavyokuwa mjamzito, anavyokuwa anahisi kila aina ya mapigo ya moyo wa mtoto akiwa kwa tumboni mwake. Maana yake ni rahisi kutambua na kutengeneza picha ya hisia ya kwamba yawezekana nikipita kwa spidi hii naweza kukuta kitu fulani. Nyinyi mnafahamu ya kwamba baba hawezi kujua mtoto analia kwa sababu ya njaa au ana malaria. Hawezi kujua ana usingizi. Lakini mama anaweza kutambua kwamba mtoto ana usingizi, mtoto ana njaa, mtoto anaumwa. Ukichukua uwezo huu ambao mwanamke anao, ukaweka kwenye steering kama hizo, maana yake unakuwa na uhakika mkubwa ya kwamba utulivu wake na usalama wake ni mkubwa sana. Na ndio maana katika takwimu tulizonazo za ajali barabarani, ukiangalia rate yake, huwezi kukuta wanawake wana ajali nyingi. Na mtu anasema mbona ajali zinatokea na nini? Wewe chukua idadi ya ajali zinazotokea, alafu piga kwa ratio ya wanaume na wanawake wanaoendesha, alafu je uone kama utakuta ajali zinasababishwa na wanawake wengi. Kwa nini? Kwa sababu ya umakini mkubwa wanaokuwa nao. Na anapokuwa mwanamke anaendesha gari la utalii, anaongeza pia kivutio cha pili cha kumfanya mgeni aseme wow, wanawake kumbe wa Afrika wanaweza wakaendesha. Kwa hiyo haishi tu kwenye kuendesha gari, lakini anapoendesha gari la utalii linamconvince pia hata mtalii kufeel more comfortable kuendeshwa na mwanamke. Lakini tatu, namna wanavyoweza kuyaelezea mambo. Kumbuka tour guide wa kike anapata nafasi nzuri pia ya kusimulia hadithi. Yeye wafahamu wote wakina mama walivyo, wakikaa kwanza kulifafanua jambo, yani wakiamua kukuelezea kitu. Maana yake ni kwamba sidhani kama kuna watalii ambao washawahi kuja Tanzania wakapata fursa ya kuendeshwa na wanawake kama dadangu hapa afu akatamani kutokuja tena Tanzania. Maana yake tunapokuwa na tour guide wengi wa kike, tunakuwa na mazingira yote ya kumshawishi mgeni kuweza kurejea tena, kwa kuwa umakini wao ni mkubwa, utulivu wao na namna ya kusimulia hadithi njema za fursa au za utalii tulizonazo katika mkoa wetu. Kwa hiyo nimejisikia furaha kuendeshwa na mwanamama mahiri kabisa. Tunapoelekea kwenye sherehe za wanawake duniani tarehe 8, nimeonja ladha ya utulivu na umakini na simulizi njema za utalii na mazingira mazuri tuliyokuwa nao katika mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo nawatakia kila laheri wanawake tour guide, na wa encourage watoto wengi wa kike wajitokeze. Ni kazi kama kazi zingine. Ajira ni changamoto, lakini kazi sio changamoto. Na namna unavyojiposition mwenyewe ndivyo ambavyo unavyoweza kuexcel katika shughuli unayoweza kufanya. Kwa hiyo mabinti, msisite, njooni Arusha, muoneni dada yetu, ioneni wizara yetu ya maliasili na utalii inaongozwa na mwanamama, muoneni katibu wetu mkuu wa wizara Dr. Abasi, waoneni makamishina wa TANAPA, Ngorongoro na TAWA. Ziko fursa nyingi za kufanya na mambo yakaenda vizuri.